Habari zenu tunazo. Habari zenu tunazo. Wahabi ni tawi la Kikatoliki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, kama ilivyo ada na kawaida, ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wetu wa vipindi vyetu bora kabisa, leo ni siku nyingine tena na kualika katika kipindi ambacho tumekuwa nacho kwa muda mrefu sana, na tunaendelea kuwa na nyakati tofauti ambazo ni nyakati rasmi kwa ajili ya kipindi chetu hichi. Na kila unapoona watu wamekaa kimya, maana yake ule wakati wa kipindi hicho unakuwa umetosha. Sasa wanaendelea na vipindi vingine, kwa sababu tuna mambo mengi ya kufanya katika chaneli yetu. Lakini pia ukiwa ni mfuatiliaji mzuri utabaini hilo. Tuna masomo ya sarfa, tuna masomo ya balagha, tuna masomo ya science, tuna masomo ya hadithi, lakini pia na uchambuzi wa aya tofauti za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo yote haya yanakuwa na nyakati zake na vipindi vyake, lakini pia na muendelezo wake. Kuna wakati natakiwa hili likishafundishwa sana watu wanahama na kwenda katika somo lingine. Kwa hivyo ukiona watu wamekaa kimya, maana yake ni muendelezo tu wa program taratibu, lakini pia na miongozo yetu iliyopo ndani ya ofisi yetu. Kwa hivyo basi usijidanganye kwamba kuna kitu kinaweza mtu akasema kisha ikawa ndo sababu ya kwa watu kukaa kimya, ila sisi hatutoi kwenye njia taratibu ya ofisi yetu ili kila kitu kiweze kwenda katika hali iliyokuwa nzuri kabisa. Mimi leo nitasimama kwenda kutazama moja ya mahusiano ya karibu sana baina ya mishahara inayotoka Vatican na hawa mawahabi. Nitakwenda kuangalia kwa ufasaha wake wa kika wake, kwa sababu kuna kitu likaa kimya kwa lengo tu la kutaka kustiri ndugu zetu, lakini wao wametaka kuiamsha fitna. Sasa fitna imesimamisha kidole juu, na leo utakwenda kubaini mishahara, kiwango, lakini pia na namna ambavyo wanavyozichukua hiyo mishahara yao. Mimi muda nitapeleka salamu kwake Dr. Saidna Sheikh Safudin Al-Ghazali, na kisha tutakwenda kutazama mishahara namna inavyogawiwa na vita za pambano baina wao kwa wao, sababu hiyo inatokea wapi, lakini pia mishahara kwa nini ipo kwa mafungu. Utabaini tu hivi punde. Muda huu ni salamu Dr. Saidna Sheikh Safudin Al-Ghazali. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, yu hali gani Dr.? Wallahi hali namshukuru Allah tabaraka wa taala. Na hasa ukizingatia tuna afya tele na nishati ya kutosha, na hii ni baada ya harakati za hapa na pale. Hivyo hatuna budi kusema alhamdulillahi rabbil alamin. Ndugu mtazamaji na mfuatiliaji, tukumbuka kipindi chetu hewani kinaruka kama kawaida na anwani yake, Uwahabi ni tawi la Ukatoliki. Ndio kipindi ambacho leo tunataka kutazame namna gani ambavyo shirika hili la Ukatoliki lilivyo madhubuti sana kunako kutawanya mishahara kwa ndugu zao wa karibu kabisa, mama mmoja baba mmoja mawa. Hata tukaanzie hapo Dr. Saidna Sheikh Safudin Al-Ghazali. Kwa muda mrefu sana tunaendesha taratibu na vipindi vyetu vingine. Lakini wamezuka jopu la watu ambao wao ni mawahabi ama masalafi uchwara, ambao wao wakidai kwamba baada sisi kuendelea na taratibu zetu kutokana na protocol za ofisi yetu, basi wakadai kuwa wamewanyamazisha watu. Lakini basi kicho mbele yetu hapa tuliacha kipengele ambacho kilikuwa kinawauma sana, kipengele cha mishahara. Hawalali wala hapakaliki na wala hapa yapazuiliki. Kila kukicha wanawaza kunako sala hili la mishahara. Mimi binafsi leo napenda kuungana na wenzangu ambao tufuatilia, twende tukajue ni namna gani mchakato wa kimishahara hufanyika na kuwafikia hao masalafi uchwara, na wao kuonesha maisha yao kwa kutukana watu, kupiga kelele kwa watu, lakini pia kuto kujali heshima ya mtu, lakini pia kujali hadhi na mazingira ya mtu, lakini bila kutambua huyu anayemtukana ni mzazi wa mtu. Tukatazame mchakato wa mishahara, misingi yake imetengenezwaje, ili kila ambaye anajua kwamba kiona wahabi na anachokifanya ama salafi uchana anachokifanya, ndio kwamba hii ni misingi ndio kutokana na mishahara aweze kuipokea. Tuanzie kwanza hapa. Naam, al-akhi Sheikh Hussein bin Diwan. Yallah. Bila shaka kuna msemi au msemaji mmoja ana maneno ya hikma sana na ya busara, anasema hivi: sakata almuaddibu fadhanna
qalilul adabi annahu askatahu. Ya Allah. Yapo maneno ambayo yanasema alikaa kimya mtu mwenye nidhamu na adabu. Fadhanna qalilul adabi, akadhani yule mwenye adabu ndogo, annahu askatahu, kwamba yeye ndiyo aliomkalisha kimya. Kumbe watu tulikaa kimya kwa sababu ya kuwahifadhi na kuwalindia heshima zao. Lakini sasa imekuwa ni mara kwa mara wamekuwa wanasema tunataka ushahidi, tunataka ushahidi, huwezi kutoa ushahidi mpaka unakufa, huwezi. Yani hawa watu ni watu wa maajabu sana. Mimi nimekuambia ushahidi ninao, na nitautoa kwa wakati wangu mwenyewe nitakapotaka. Wewe unasema huna na huwezi kutoa mpaka unakufa. Yani hao watu waishajipa wao wana elimu ya ghaibu. Ghaibu yenyewe ya hovyo hovyo. Alafu wanawatuhumu watu kwamba ni washirikina wakati wao ndo washirikina namba moja. Unapojifanya wewe unajua elimu ya ghaibu maana yake nini? Mshirikina. Wewe si mshirikina tu kawaida. Kawaida kabisa. Mimi nimekuambia ushahidi ninao. Toa. Kwani wakati ninaposema ninao, wewe ndio uliniambia niseme ninao? Nilisema kwa matashi yako. Basi acha, ukifika wakati mtasema pia kwa matashi yangu. Basi inshallah nafikiri sasa fitna wameiamsha. Na inshallah fitna sasa itawatafuna vibaya mno. Na naamini baada ya klipu hii hakukaliki huko mtandaoni. Utaona. Yani sauti yangu hii ni sauti ya mtu huyu. Alafu subiri sasa huko mitandaoni utakavyoona wanavyohangaika na kutapatapa. Utaona tu ni kitu dhahiri. Na kama hujaendelea, ni watahadharishe umma na jamii. Kwamba yatazuka makala sahihi, zitazuka klipu sahihi, zitazuka mihadhara sahihi, lakini pia na mijadala mingi tu hili. Kwa hivyo mtarajie hili. Tayeb. Al-akhi Sheikh Hussein bin Diwan, yallah, kuna mambo ambayo nataka niyaeleze kwa ufasaha dhidi ya mishahara inayotoka Vatikani ikaja Saudia, kisha Saudia nayo wakaitawanya katika maeneo tofauti. Na sio Saudia tu, mpaka pia huwa mishahara inatoka Vatikani inakuja Kuwaiti, lakini kadhalika na kusambazwa katika magenge yao. Haya ndio mambo jinsi yalivyo. Tunaposema kitu tuna ushahidi nacho kwa 100%. Nitakupeni na vyanzo vya habari hiyo zinapatikana mahala gani. Mtaenda mkarejee huko, mtachanganyikiwa. Yani anasema mimi ni machache tu. Sikiliza. Nasema almalu yuaddu asasan ilmiyan litamkini alharakati salafia. Kwa maana mali ndiyo sehemu kubwa mno ambayo inayotumika hiyo mali katika kuendesha harakati za masalafi uchwara. Yani mali kwa maana pesa na vinginevyo ndio mambo ambayo yanayotumika sana katika kuendesha harakati za masalafi uchwara. Min insha'i shabakatin muassasatin wasi'a tashmulu almasajid walmadaris walmarakiz wa ad-da'wiyya. Lakini kadhalika hiyo pesa au mali ambayo wanayotumia hawa masalafi uchwara kwa ajili ya kuanzisha mitandao ya aina mbalimbali. Kwa hawa masalafi uchwara wana mitandao. Salafi wa hapa ana mtandao na salafi uchwara wa Mwanza. Ana mtandao na salafi uchwara wa Zanzibar. Ana mtandao na salafi uchwara, yani wako hivyo, wana mitandao. Sio bahati mbaya, ni zile pesa zinazotoka huko ambao tutakuja kuziona namna zinavyotoka hizo pesa. Tena na wao wana taasisi zao wasi'an tashmulu almasajida. Taasisi zao zinaanzia pale katika misikiti yao. Ndio maana utaona misikiti mingi sana ya hawa masalafi uchwara inaota kama uyoga. Taasisi hiyo. Na hakuanzia hapo ndio fedha inakuja hapo. Lakini kadhalika wal madaris, kadhalika na madarisi mbalimbali. Utaona wana madarisi
nyingi sana, ambazo hiyo madarisi unazoziona ni taasisi hiyo, na hapo fedha inakuja mahala hapo. Walmarakizi da'wiya, lakini kadhalika na utaona kuna markazi za da'wa mbalimbali. Ndio so ajabu utaona kuna makala zinaandikwa, kuna da'wa salafia sehemu fulani, da'wa salafia so bahati mbaya ni maalum kabisa yanafanywa hayo, kwa sababu ile ni taasisi ambayo bila shaka yale yanayoendelea ndio yanafanya yeye akapata fedha au fedha katika kundi hiyo zikaweza kuingia. Kwa hiyo si ajabu kakuta kuna makala nyingi katika magrupu tofauti zimeandikwa, kuna dawa sehemu fulani salafia, kuna dawa salafia sehemu fulani. Hii ni mipango mikakati ya kuingiza njuluku katika hali za namna hiyo. Sasa lakini kadhalika kunakuwa na maahidi, vituo mbalimbali vinakuwepo kwa ajili ya kufanya hicho. Sasa haya mambo allati tuqaddimu ta'lim ad-diniya, haya mambo ambayo huwa yanaitwa taalimu dinia, kwa maana kwamba ndio mafunzo ya dini hufanywa katika utaratibu na hali za namna hiyo. Kwa mazingira haya sasa, wewe ukiona masajid, misikiti, utahisi kama ni misikiti tu kwa ajili ya watu kwenda kufanya ibada zao, kumbe ni kampuni na ni mradi wa mtu au kakundi fulani, mradi wake ule. Akiuliza atawaambia tunayo masjidi yetu hii. Au kadhalika utaona madaris, wewe utahisi ni madrasa tu za kufundisha watu dini, kumbe ni kampuni ya mtu na inakwenda kwa maelekezo ya mtu huyo, namna alivyoelekezwa namna ya kufanya. Lakini kadhalika kuna mambo mengi sana ambayo tutakwenda kuyaona biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Sasa sikiliza maneno haya. Kwa mazingira kama haya tunasema laisa faqtu lilbina, si kwamba inaishia watu kujenga tu misikiti, aidan lisiyana, lakini kadhalika vile vile na namna ya kuilinda baada ya kujenga, wa daf'i rawatibil amilina fiha, na lazima kuwe na utaratibu wa mishahara ya wanaofanya kazi katika misikiti hiyo, au mishahara ya wanaofanya kazi katika dawa hiyo, au mishahara ya wanaofanya kazi katika madarisi hizo. Mishahara inakuja katika hali za namna hiyo. Ikhwani, ndugu zangu, lakini kadhalika kwa hali hiyo tunasema wa huwa ma la yumkinu tahqiquhu bifa'iliya, nayo ni jambo ambalo haiwezekani kuibainisha ila ni kwa utendaji ulokuwa bora kabisa. Yani watu wawe ni watendaji bora, waonekane katika kazi hiyo katika kazi hiyo wanayoifanya, ili mshahara uweze kuja kutoka huko unapotoka biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Hapo utaona hali ifuatayo. Moja, utaona alharakatu ala alintishari almakani walijtimai. Utaona kuna harakati mbalimbali za kueneza huo usalafi uchwara. Utaona hizo harakati zinafanywaje? Zinafanywa hizo harakati katika suala zima almakani, ya maeneo. Ndio maana utasikia salafia sehemu fulani, salafi uchwara sehemu fulani. Yani wanakuwa hivyo, sio bahati mbaya, ni kugawanya vile vitengo ili mshahara ukiwa unakuja ujulikane kabisa unakwenda sehemu gani, na pale pana watu wangapi wa kiwango gani, idhnillah subhanahu wa ta'ala. Kin kadhalika bishaklin awsa'in min mujarradi nishatin da'wi farda au abir. Na hapa sasa utaona hili jambo, kwa maana kusema hii ni dawa salafia, utaona jambo hili limepewa ukubwa sana na limefikia wakati ya kwamba kuna mlinganizi mmoja na kuna wakati kuna walinganizi kwa ujumla. Utawaona wengi kabisa na utamuona mmoja. Sababu ya kuyafanya haya ni kutaka radhi za Mungu? Sababu ya kuyafanya haya mishahara katika hali fedha katika mazingira kama haya.
Lakini kadhalika mimma yusahimu fi ta'zizi hudhuriha fil mujtama, jambo ambalo la kifedha hili linaleta chachu kuwafanya watu wakahudhuria au kuwafanya watu wakawasikiliza katika mujtama, katika mazingira haya. Kwa hali hiyo sasa, hizi ni katika mashirika mbalimbali ambayo yanayoshughulika na suala hilo. Sasa twende hapa sambamba katika jambo husika. Tunasema tushiru taqarir, ripoti zinaweka wazi. Zimetoka wapi hizo ripoti? Nitakwambia na wewe utakwenda kuziangaliza huko hizo ripoti zinatoka wapi. Ila wujudi juhudi tamwili lidami ujuri da'wati wal a'imma allati qad tashmulu tawjihat salafiyya au sunniya amma. Sikiza maneno haya. Ripoti zimebaini ila wujudi juhudin wa tamwil, kupatikana jitihada za wafadhili. Juhudin tamwilin, jitihada za wafadhili. Wafadhili hao wanafanya juhudi kwa sababu gani? Lidami ujuri duati, kwa ajili ya kuwalipa ujira wale madai wa kisalafi uchwara, wanalipwa hela. Usimwone mtu anatoa mishipa shingo ukaisi kwamba yupo kwenye dini anatafuta radhi za Mungu. Huyo yupo anatafuta hela. Khalas, habari imekwisha. Ripoti zinaonyesha hivyo kabisa, wazi kabisa. Wal aimma, sio hawa maduati tu ambao wanapiga makelele na kumparamia kila mtu, la, wal aimma, na hata viongozi wao wote hawa ripoti zimeonyesha wazi ya kwamba ni watu wanafanya juhudi zilizokuwa kubwa kabisa kwa ajili ya kupata ufadhili. Ufadhili ambao wataleta ujira. Ujira huo watapewa wale wanaopiga kelele na kuwa wao ndio madai wa huo usalafi uchwara, wal aimma, na hata viongozi wao. Bwana, kama ulikuwa ujui, anza kupata yani nasema hiyo rungu la kichwa linaanza kushuka kwa kila ambaye anataka kujua ripoti na ushahidi, basi unadondoka jino kwa jino. Tayari tunaona kwamba kuna wale madai ambao wao kila sehemu namsikia huyu kasema, na bahati nzuri sana wao hawasemi waone, isipokuwa wengi mioni wao unasikia sauti zao zikipenya tena zenye mwangwi, wakiwa wanapambana kuramisha mishipa ili kutetea ufadhili uje, fedha ziweze kuingia. Sahihi kabisa. Allati qad tashmulu tawjihati salafiyya. Na haya yote yanakwenda kwa maelekezo. Yani huyo mfadhili siku zote analeta pesa yake kwa maelekezo maalum. Haleti fedha tu ili mradi ni fedha. Inakuja fedha kwa maelekezo maalum. Tawjihat, maelekezo maalum. Kwa nini? Kwa sababu ndio maana utaona ikitokea kwa huyu salafi uchwara analizungumza jambo na jambo hilo likawa na ikhtilafu za wana wa vioni, utamuona yeye mishipa ya shingo inamtoka na kushikilia pale kwa yule mwanachuoni ambaye huyo ndio maelekezo kutoka kwa huyu mfadhili wake ambaye anamletea hela katika hali za namna hii. Ndio hapo utaona ya kwamba mtu anakuambia bana, hapa pia kuna kauli ya mwanachuoni. Yeye anajifanya kwamba ile kauli ya mwanachuoni atakayenukuu yule asokuwa yeye. Kwanza anawatoa watu wasijue kama hiyo ni kauli ya wanachuoni. Anajifanya kumfesi na kumshambulia huyu anayenukuu ile kauli ya yule mwanachuoni, kuwafanya watu wajinga na kuwapoteza watu kiakili, kama hii kauli imesemwa na huyu, sio imenukuliwa na yule mwanachuoni. Haya ni maelekezo maalum. Ukiyaona haya yanajiri katika genge la masalafi uchwara, baini kabisa hii taujihat, ni maelekezo kutoka kwa mfadhili anayelipa mishahara katika genge na kundi hilo katika mazingira hayo. Hapo shehe, mimi nigongelee msumari kidogo, kwa sababu watu wanatakiwa fahamu kwamba tunapokuja ikhtilafu za wana vioni, maana yake takiwa watu wazishike zote, achague moja pale atakapotosheka napo ndio aweze kwenda napo. Lakini kwa bahati mbaya sana, kwa kuwa mshahara hauji nje ya maelekezo, maana yake talazimika wasimame katika mrengo wa maelekezo ya yule ambaye analeta ule mshahara. Kwa hivyo sasa watangangania utaratibu ule, na wote tunakuta duniani wana mrengo huo
mmoja. Na ndivyo jinsi ilivyo. Kwa mazingira hayo ndio maana tukasema hii usalafi uchwara huu sio dini ya Mwenyezi Mungu bali ni mpango na mkakati wa watu. Khalas. Haya yanakuwaje abra munadhamatin khairia? Haya ni kutokana na mashirika yanaitwa munadhamatun khairia, mashirika ya khairi ya Kiislam fi dhilli wujudi qita'i islami mutanawwi hasa. Na hapa jinsi mambo yalivyo, kwa maana mishahara namna ilivyo huwa inapelekwa katika maeneo mbalimbali kutokana na asilimia ya uwepo wa masalafi uchwara katika maeneo hayo. Yani kama upo katika eneo, sehemu hiyo ya asilimia ya masalafi uchwara ni ndogo, basi kadhalika na ufadhili unaotoka kwa hawa mabwana wakubwa wanaoleta mishahara pia hapo mahala utakwenda kutokana na asilimia ziliopo pale katika hawa masalafi uchwara katika mazingira haya. Kwa hali hiyo ndio tunawaambia watu, ndugu zangu, usalafi uchwara ni biashara, usalafi uchwara ni mpango mkakati wa kupiga hela na upo katika maelekezo sahihi kabisa ya ufadhili namna anavyotaka. Sasa niingie kidogo hapa, anzia mwaka 2000 nenda mpaka mwaka 2026, manake mwaka huu tulikuwa nao. Hebu ingia katika shirika la habari la Kuwait. Shirika hili la habari la Kuwait, nenda ambao linaloitwa Al-Anba. Na mimi nitapitia katika ile masdari ambayo chimbuko la habari hizi zinatoka mwezi Juni tarehe 16 mwaka 2008 katika kituo cha habari kinaitwa Al-Anba Kuwait. Sasa wewe usianze hapa 2008 utakosa mazuri sana. Anza kule nyuma, alafu njoo mpaka mwaka huu. Utafikia wakati kama utaacha akili yako huru, baki kuwa Muislamu na wala usijinasibishe katika kikundi ambacho wewe kazi yako ni kuwaingizia watu hela. Mishahara inaingia kwa sababu yako wewe hujui. Na wewe unatoa mshipa shingo, unatukana watu, unaona kama unafanya cha maana, kumbe watu wanaishi vizuri kupitia wewe. Sikiliza maneno haya. Habari zinakwenda hivi. Kuna kichwa cha habari kinaitwa As-Salafiyu ziyadatu rawatib tatadarraju wafqa sharaihi min 50 ila 70 dinar. Ya Allah. Kichwa cha habari kinasema usalafi na ziada ya mishahara inayopatikana chini ya ufafanuzi au uchambuzi kuanzia dinari 50 mpaka dinari 80. Yani usalafi na ziada ya mishahara inayokwenda sambamba na ufafanuzi. Ufafanuzi wa nani aongezewe dinari 50 na ni nani aongezewe dinari 80. Haya ni katika shirika la Al-Anba Kuwait limeeleza masala haya. Fitna imelala. Amelaaniwa yule ambaye anayeamsha fitna. Mlipokuwa mara kwa mara mnataka kujua, sasa ushahidi unakuja. Povu ruhusa. Na sisi hapa hatutamjibu mtu kwa klipu hii. Povu ruhusa. Toeni povu mpaka liishe mdomoni mwenu. Lakini watu watakuwa tayari wameshaelewa. Povu ruhusa. Sikiliza maneno haya sasa. A'lana at-tajammu' al-islami as-salafi an iqtirahi biqanunin jadidin limualajati ziyadati 50 dinara. Anasema wametangaza tajammu al-islami, shirika. Kwanza linaitwa tajammu, shirika au kikundi kinachojiita chenyewe ni kikundi cha Kiislamu. Haya, kikundi gani? As-salafiyu, cha hawa masalafi uchwara. Kimetangaza nini kwa mujibu wa Al-Anba? Kimetangaza kinasema aniqtirahi biqanun,
kwa kuunda kanuni jadidin, tena kanuni yenyewe mpya. So hilo kuwepo hii imeundwa kanuni mpya. Kanuni hiyo wafqa sharaihi, kanuni hiyo limualajati ziyada, kwa ajili ya kutaka ziada. Ziada ya nini? Ya dinari 50, sawa. Wafqa sharaihi limustahiqiha wa biqimatin. Hii inakwenda sambamba kutokana na namna walivyoeleza kwa kuweka sharhi, kwa maana kwa kubainisha kwa uchambuzi kwamba huyu apate kiasi kadha, huyu apate kiasi kadha, huyu apate kiasi kadha. Shirika la Ambai Kuwaiti linaeleza masala haya, ongezeko la mishahara kwa masalafi uchwara. Yani, sio maneno yangu na aliyosema maneno nitakuja kuambia mtu mkubwa kabisa katika ardhi ya Kuwait. Tena Sheikh, katika kitu ambacho tukiwa tuwafahamu, ukisikia kuongezeka maana yake anafanya mtu bonus kwa kazi nzuri anayoifanya. Aiwa. Tayeb. Lakini wabiqima, na kwa kiwango vile vile imewekwa sharhi kwa kiwango. Watu wameeleza kabisa viwango. Tatarawahu, ambayo inakadiriwa kufikia baina 50 wa 80, baina ya 50 dinar na dinari 80, bihaithu, kwa hali ifuatayo: yahsulu, yani man yahsulu min ratibihi 600 dinar fa aqalla alayhi على 80 دينارا فيما يحصل من راتب أكثر من 60 دينار إلى 800 دينار. Wataalamu hawa na shirika hili la habari linaeleza ya kwamba yoyote yule ambaye aliyekuwa analipwa mshahara wa dinari 600. Ukisikia dinari 600 ni pesa nyingi kwa huku kwetu. Tena kwa huku kwetu ni wastani na milioni 6. Unaona? Milioni 6 hiyo. Kuna watu wanapokea kila mwezi milioni 6. Wewe kazi yako kutukana watu. Kama hadi sasa mwezi wako anapiga hela. Amka wewe. Sasa huyu anapokea dinari ngapi? 600. Fa aqal, au chini kidogo ya dinari 600, ala 8 dinar, huyu apewe ongezeko la dinari 80. Tazama, dinari 500 ni sawa na 400 na kidogo. Yani dinari 50 ngeiwa ni sawa na 422. Unaona? Ya Tanzania. Sasa huyu mwenye ambaye katika mshahara wake uko chini ya 600. Uko chini ya 600. Huyu inatakiwa apewe ongezeko la dinari 80. Angalia hatari. Mshahara huo unakuja. Haya, kama hilo halitoshi, fima yahsulu min ratibihi, lakini kadhalika yule ambaye anayepata mshahara wake kuanzia 600, maana huyu tulikuwa tunazungumza yule aliyo chini ya 600. Sasa kuanzia 600 mpaka yule ambaye atakayefika dinari 800, huyu mshahara wake kama unalipwa 600 mpaka 800, basi ongezeko la mshahara wako litakuwa dinari 70. Wanaboreshewa. Nenda katika Al-Amba. Watu wanatisha sana. Na kumkeni jamani, mnaposikia mshahara ni mtu ana kazi ya mtu kwa maelekezo. Mtu apewe mshahara kirahisi, ujue kabisa mshahara ni unafuata maelekezo ya aliyekupa kazi. Sahihi. Ili kutekeleza maelekezo ikaonekana unafanya vile inavyotakiwa kufanywa, ndio utalipwa mshahara vizuri kabisa. Namna hiyo. Tayeb, dinara. Lakini wa fil fi'ati thalitha, lakini kundi la tatu tumeona kuna kundi la kwanza walio chini ya 600, alafu kundi la pili kuna hao walio 600 na kwenda mpaka 800. Hawa ziada ya mishahara yao kwa mwaka 2008 iliongezwa asilimia 70, wakaongezewa yani dinari 70. Sayahsulu min ratibihi min akthara, yani yule ambaye ana mshahara wake ni zaidi ya ni zaidi, yani ni kuanzia 800 kwenda mpaka 900, huyu atazidishiwa dinari 60. Naona majambo hayo. Na yule ambaye mshahara wake unaanzia dinari 900 mpaka dinari 1000, huyu sayahsulu ala
50 dinara. Huyu ziada ya mshahara wake itakuwa ni dinari ngapi? 50. Haona majambo haya. Ambapo shekhe, watu wanatakiwa fahamu wasisikie dinari. Unaposikia dinari maana yake ujue ni fedha nyingi, kwa sababu kwa mujibu wa takwimu ya renti ya fedha kwa sasa inaeleza dinari 1050 ni milioni 8 na laki 8 na vipointi kidogo mbele. Unaona kazi hiyo. Sasa watu wanapambania wao wanalipwa dinari 1050 milioni 8 kwa mwezi, wanapiga hela, wewe kazi yako kutukana watu. Amka ndugu yangu. Lakini kati watashtamilu hadhihi alfi'atu almutaqa'idin hatta alawwal min Yunair. Lakini akasema kwamba kwa mujibu wa al-anba, habari zinasema utaratibu huu utaanza kufanya kazi rasmi, kwa maana ziada ya mishahara itaanza rasmi mwaka 2009. Ndio itaanza rasmi. Yani haya mambo yalikuwa yanapangwa mwaka miaka kuanzia 2008 kushuka chini. Yanatibiwa sasa. Sahihi. Lakini kisha baada ya hapo mwaka 2009 ndio watu wanaanza kupokea hizi nyongeza za mishahara katika hali. Sasa sikiliza maneno haya. Wa akada naibani fi tajammu'i salafi. Na wakapigilia msumari manaibu wawili ambao tena manaibu wenyewe wa kisalafi uchwara. Wa kwanza anaitwa Khalid Sultan na wa pili anaitwa Abdul Latif Al-Humairi katika al-anba. Wote hawa ni watu wakubwa katika masalafi, na wote hawa ni masalafi uchwara, wanaongeza mishahara ya usalafi uchwara ili waendelee kufanya majambo yao. Walinganiaji waendelee kupiga kelele ili habari zikifika na wao mshahara uzidi, lakini kadhalika watukanaji watu waendelee kutukana watu ili habari zinapokwenda kule ndio mshahara unazidi katika hali za namna hii. Wallahi ndugu zangu, ni hatari sana sana sana. Haya yamesemwa wakati gani au sehemu gani? Khilala mu'tamiri sahafi. Kuna mkutano ambao uliitwa kwa jina la Sahafi na umeripotiwa katika gazeti la Al-Anba vile vile. Umeripotiwa katika gazeti la Al-Anba. Uqdahu fi majlisi al-umma, kwa maana mikataba yao na makubaliano yao fi majlisi al-umma, katika majlisi al-umma. Haya wameyaweka wazi ongezeko la mishahara. Sasa mishahara ya masalafi inatoka Kuwaiti, inatoka Saudia. Masdari yake ni wapi? Nakuja hapa sasa muone. Kwa nini tunasema inatoka Vatican? Ndugu zangu, hii ndio nondo sasa. Akikiona hiki kitabu wanataka kulia. Ndugu zangu, bila shaka wala wasiwasi, ndugu zetu hawa wanapokea mishahara kutoka Vatican kwa hali ifuatayo. Sikilize mwamba huyu anasema nini? Anasema wa minal gharibi, na katika jambo linalo shangaza, an yakuna alwahabiyuna akthara tasahula ma'al yahudi wal masihiyin. Ni pale ambapo utapowaona mawahabi ni watu wanakuwa laini sana. Kwa nani? Kwa Mayahudi. Na ni watu ambao wanakuwa laini sana kwa Wakristo. Yani siku zote hautamuona wahabi akimshambulia Yahudi, ila kama atafanya hivyo basi ni kidogo sana. Na wala hautamuona wahabi akimshambulia Mkristo, na kama atafanya hivyo basi ni kama kugusagusa tu. Namna tofauti na namna anavyomshambulia Muislamu alokaa katika mstari ulio sawa sawa. Yani hichi kitu wala sio cha kutafuta, kipo dhahiri kabisa. Wayabidu, na imedhihirika, annahum, ya kwamba wao hao masalafi uchwara, yudhayiqunahum idha waqa'u tahta hukmihim, huwa wanawaminya kidogo tu pale ambao wanapokuwa wao wako chini ya hukumu zao. Wala yuhawiluna dhimnahum ila dinihim, na wala hawana habari yoyote
ya kuhakikisha ya kwamba wao wanawafanyaje, wanawalingania walio wa Kristo ili watoke katika dini yao kwa matashi na kuiona haki, wala haukuti hata siku moja Wahabi au Salafi Uchwara anayafanya hayo. Haumkuti katika genge la wa Kristo anawalingania, haitokei. Au Mayahudi akiwalingania, haitokei, kwa sababu yeye na hawa watu hati yao ni moja. Sasa wanalinganiana nini? Yeye atapandisha, yani atatoa mishipa ya shingo kwa mtu atasawufu, kwa sababu anajua kabisa kwamba mtu atasawufu ndio Muislamu aliyo sahihi. Yeye kajipa Uislamu safi wakati hayumo katika Uislamu safi. Hayumo kabisa. Ni maneno tu anajisemea kama jinsi ambavyo mtu anaweza kujisemea. Lakini wa in kana ijra'u taqusi hadhihi diyanati fil alan mahdhura. Hata kama huyu Mkristo atakuwa katika nchi ambayo kuidhihirisha ile dini yake waziwazi, anapewa tahadhari, anatahadharishwa indahum, kwao hao masalafi Uchwara, fa innal mashiyin, hakika ya Wakristo wal yahuda na Mayahudi, la yumnauna min as-salati fi manazilihim, hawaziwiliwi kabisa kuswali swala zao wakiwa katika majumba yao. Mahallu shahidi ni hapa sasa. Wadharibatul wahida allati yakhda'una laha tastawfi bimudi al-5 qurushin anil ashkhas al-wahid, ani shakhsi al-wahidi. Lakini kadhalika na hawa Wakristo ambao bila shaka kwa hawa mawahabi, kwa maana hawa masalafi Uchwara, Wakristo kwao ni watu safi na Mayahudi kwao ni watu safi, hawa hutoa kodi. Lakini hutoa kodi hiyo kwa namna gani? Allati yakhda'una laha tastawfi bimu'dil 5 qurush, wanatoa kuanzia kirsha 5. Kwa hiyo Wakristo wanatoa zile kirsha 5. Wanyama wanakusanya, wakishakusanya zinaletwa sasa huku katika magenge ya masalafi Uchwara. Kwa hiyo mishahara yao inatoka wapi? Vatikani. Sikuwa mnataka ushahidi. Haya, ushahidi huo sasa. Sasa povu, ruhusa sasa kutoa povu. Maana najua huko pata chafuka huko mtandaoni. Yaani kuna kila povu litatoka povu mpaka litakwisha. Na sasa hivi wanakwenda mbali. Wanazindua na gazeti na kutoa makala hizo. Hatari sana. Lakini katika hali hizi ndugu zangu, tunaona sasa ya kwamba hawa jamaa zetu hawa masalafi Uchwara wanapokea mishahara na kadhalika walizidishiwa ongezeko la mishahara kupitia katika habari zinazopatikana katika Al-Anba. Ilikuwa ni siku ya tarehe 16 mwezi Juni mwaka 2008. Taarifa hizo zipo, ripoti hizo zipo kabisa. Kwa yoyote ambaye anayetaka kuzifuatilia ripoti hizo atazipata kwa urefu na kwa usahihi zaidi. Mimi nimegusagusa tu hapo. Na hapo shekhe, itambulike kwamba ni rasmi ongezeko la mshahara limeanza kutumika 2009. Kwa hivyo basi wenzako hapo kwenye ongezeko la mshahara, cha ajabu sana wewe upo kwenye upambanaji wa kusimamisha mishipa ya kichwa bila kujua kama wewe ndio mtaji wa mwenzako. Alafu bahati nzuri sana hawa bwana walivyo na akili kubwa. Wanachokifanya wakiwa sehemu wanaanza kuchukua takwimu ya ambao watakaowafuata kwenye wote Salafi Uchwara. Baada ya hapo takwimu ile inapelekwa kwa wakubwa zao. Ili baada ya hapo sasa inaanza kufahamika genge hili lina takwimu hii, genge hili lina takwimu hii. Baada ya mshahara uje kutokana na takwimu. Kwa hiyo sasa hapa sasa aje mtu aseme kabisa kwamba sio kweli, ni uongo, wakati waliotoa wenyewe, wanaotoa wenyewe pesa wanasema ni sahihi kabisa, wanatoa ongezeko la mishahara. Kwa hiyo inshallah Mwenyezi Mungu tunaomba tujalie kila la kheri. Jambo la mwisho kabisa, nataka nieleze kitu. Kuna watu ambao tuliwahi kufanya nao mjadala katika grupu fulani hivi. Baada ya kufanya mjadala na kijana mmoja ambaye sitaki kumtaja jina, ambao sioni sababu ya kumpaisha kumpeleka mjini, anajua kwenda mjini. Basi baada ya kufanya ule mjadala, tukawa tumemaliza mjadala.
Baada ya hapo sasa wakatokea wafuasi kama ilivyo kawaida yao, ukitaka kujadiliana naye basi huwa wanaitwa genge lao, wanajiunga kwa kasi sana na ni kwa kazi moja tu. Sio kwa maana wamejiunga kwa kuja kusikiliza haki, yani wanajiunga kwa kuja kuleta ushabiki na wanajiunga kwa kuja kunusuru mtu wao. Yani ndivyo jinsi ambavyo inavyokuwa, 90% inakuwa wanafanya matukio ya namna hiyo. Basi tumefanya ule mjadala. Baada ya kumaliza kufanya ule mjadala, sasa lile timu iliyoingia ikaanza kuniataki na kunishambulia kwa kunitukana matusi makubwa. Sasa kwa kuwa mimi pia ni mwanadamu, na mimi nikawatukana matusi makubwa vile walivyokuja, kama jinsi ambavyo walivyofanya wao. Baada ya kuwatukana wao, yani nikiwa ninajibu matusi ambayo wao wamenitukana, walichokifanya hawa watu wasivyokuwa waadilifu na wasivyokuwa katika dini, wakachukua zile audio zangu za majibu nilokuwa nikijibu kutokana na matusi yao walikuwa wakinitukana, wakaziunganisha zile audio alafu wakaziweka mtandaoni, yani wakaziweka katika YouTube. Hebu angalia kama hawa watu ni kweli wapo kwenye dini. Ili wawe ni watu waadilifu, ilitakiwa wachukue matusi waliotukana wao na yale ambao nilotukana mimi, yani nilokuwa nikiwajibu, kwa maana wafanyeje, waunganishe kwa pamoja, wangekuwa wakweli na wangekuwa ni watu waadilifu. Lakini ukiasikiliza yale maneno utaona kabisa ya maneno ni majibu yanayotokana na matusi waliotukana wao. Cha ajabu zaidi, wakaandika eti haya ndio majibu ya Yusuf Diwani baada ya kushindwa mjadala. Kwanza huo mjadala nimeshindwa na nani? Nani wa kunishinda mimi huo mjadala? Nani? Kipimo gani kilichokupelekea wewe kuona kwamba wewe umeshinda? Alafu kingine, kumbe mwenzetu ulikuwa kwenye mashindano. Sisi tupo katika kubainisha haki, wewe upo kwenye mashindano. Wallahi dini ya Mungu na mashindano. Kumbe nilichokuja kubaini sasa, watu wapo katika kunusuru mishahara. Mishahara. Aiwa, kwa hali hiyo sasa basi inshallah sisi tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, waliotaka ushahidi ndio huu sasa dhahiri kabisa. Wale ambao wanaotoa hizo fedha wenye wameweka wazi na ongezeko la mishahara. Lakini kadhalika tumeona zile dharaib, kodi, namna zinavyochukuliwa kutoka kwa watu wa Vatican, wa Kristo na Mayahudi. Aiwa, namna ambavyo zinavyochukuliwa hizo kodi na kuletwa katika genge la mawahabi, kwa maana masalafi uchwara. Alafu wao sasa ndio wanatawanya katika magenge yao kutoka Kuwaiti, kutoka Saudia na maeneo mengine ambapo watu wanakusanya hizo kodi kutoka kwa Wakristo pamoja na Mayahudi. Kwa hali hiyo mishahara inayokwenda katika magenge ya hawa masalafi uchwara inatoka Vatican, ndio chimbuko lao, inapita katika baadhi ya nchi zao Saudia, Kuwaiti na maeneo mengine, ndipo inagawanywa katika makundi yao katika mazingira haya. Wallahi ni hatari sana. Amka ndugu yangu, wewe hapo umefanywa ndio mtaji, watu wanakupigia hela chuma. Kabisa, wewe endelea kutukana tu, lakini kiuhalisia na mambo yalivyo ndio hivyo katika hali hizo inshallah. Basi mimi nikwambie tu kwamba wenzako endelea kuchuma na chumo lenyewe ndio wewe ambao unaifanywa kuwa chumo katika huo usalafi uchwara ama uwahabi. Lakini kumbuka kwamba uwahabi ni tawi la ukatoliki, kwa sababu pia hata mshahara wenyewe vyanzo vyake natoka Vatican, na ndio maana hauwezi kumsikia wahabi ama salafi uchwara wa aina yoyote yule akiwashambulia sana watu. Na juzi hapa tumemsikia mmoja katika masalafi uchwara anasema ni bora Myahudi kuliko Mwirani. Unaona kazi hiyo? Ni bora Myahudi. Sio bahati mbaya, maneno katamka bahati mbaya. Yani yeye na Myahudi na Mkristo ni partnership, hawa ni watu wa moja. Kwa hiyo kwa hali gani, kwa mazingira hayo lazima aseme tu lugha za namna hii bila haya, bila aibu shehe. Myahudi ambaye Qur'ani imemueleza kwa kila sifa za ubaya awe bora kuliko Mwirani. Hatari sana. Bwana, mimi nikwambie tu ndugu yangu, katika kipindi chetu hichi cha Wahabi ni tawi la Ukatoliki, ni kwamba ni kipindi ambacho watu wanataka kupata ushahidi wa kuwa mishahara inaletwa na watu wanapokea mishahara. Jua kabisa kwamba kiongozi wako anapokea dinari 1050. Maana yake basi
milioni 8 na laki 8,856 ya Tanzania anakupigia wewe. Yani wewe unapojiona kwamba wewe ni salafi uchwara ama ni wahabi, basi kwenye orodha ya msikiti wake anayo takwimu, ama takwimu hiyo anaipeleka kule. Kila anavyoongezeka mmoja, wawili, watatu, ndivyo takwimu yake pia ya uingizaji wa mzigo inaongezeka. Kwa hivyo wewe ni mtaji wa mwenzako na anakupigia pesa, maisha yake mazuri, analala pazuri, anakula pazuri, lakini mtaji ni wewe. Amka, zinduka, achana tena hili genge hatari ambalo linanasibisha kuwa ni Waislamu, hali ya kuwa Uislamu hauwatambui, isipokuwa wao wanatambulika na Ukatoliki, kwa sababu wao partnership, nguzo yao moja, jengo lao moja, na ndio maana hawawezi kupambana siku hata moja. Mimi nikwambie ndugu yangu ambaye unataka ushahidi ndio huu kubwa: povu ruksa. Toeni povu ruksa, tukaneni ruksa, lakini kwa wenye akili timamu watakuwa wameshajua. Inshallah khair nyingi zitapatikana. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Habari zenu tunazo. Habari zenu tunazo. Wahabi ni chawi la Kikatoliki.